Bwana Yesu asifiwe. Hai, leo nataka tuone historia ya Ibrahim. Historia ya Ibrahim. Ibrahim ni nani? Huyu Ibrahimu ambaye ni baba wa imani ni nani? Alikuwa nani? Aliishi mazingira yapi? Sasa kichwa cha somo kinasema vizuri jua chanzo cha imani yako. Chanzo cha imani yako ni nini? Chanzo cha imani yako kilitokana na nani? Chanzo cha imani yako nani mwanzilishi? Ni vizuri kujua chanzo chako. Ndio somo letu la leo. Ni vizuri kujua chanzo chako. Chanzo changu, chanzo chako. Asili yako wewe ni nani? Umetoka kwenye kabila ipi? Umetoka kwenye jamii ipi? Umetoka kwenye ukoo upi? Haleluya. Haleluya. Na hiyo ndio inaitwa historia ya wewe. Wewe ni nani? Naitwa Andrew Sekeno Makifuna. Makifuna alitokea wapi? Chanzo cha Makifuna kilikuwa wapi? Huyo Makifuna alikuwa nani? Hadi mimi nikazaliwa nikawa kati ya jamii hiyo ya wana wa Makifuna. Lazima nijue huyu Makifuna alikuwa anafanya nini? Biashara yake ilikuwa ni nini? Imani yake ilikuwa ni nini? Alikuwa anaamini juu kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anafanya nini? Usilizike kuitwa tu mtoto wa Makepesile. Sawa? Usilizike tu kuitwa mtoto wa Juma. Usilizike tu kuitwa mtoto wa Michael. Usilizike tu. Lazima huyo Michael umchambue. Umtafute Michael, asili yake, aliyemzaa Michael ambaye amekuzaa wewe. Aliabudu kitu gani? Na wewe unapaswa kuabudu kitu gani? Alifanya kitu gani? Na wewe unatakiwa ufanye kitu gani? Alileta mabadiliko yapi yaliyowafikisha mpaka hapo mlipofika? Je, umeridhika na hayo mabadiliko au unatamani utoke hapo uende kwenye mabadiliko mengine makubwa zaidi? Kwa kama unataka kufikia kwenye mabadiliko makubwa zaidi, tamani kujua historia ya chanzo cha kuwepo kwako. Haleluya. Wakati tunaanza, baba wa imani. Ibrahimu baba wa nini? Wa imani. Jambo la kwanza, Abrahamu alikuwa ni nani? Abrahamu alikuwa ni nani? Ni watu wachache ambao wamekuwa na mvutano mkubwa juu ya dini za ulimwengu. Kama Abrahamu ameheshimiwa ama anaheshimiwa na watu asilimia wa dini zote. Wakristo wanamheshimu Ibrahim kama baba wa imani. Hata Waislamu wanamheshimu kama ni baba nini? Wa imani. Ni dhehebu chache ambazo zinakingana, ni zile dhehebu ambazo hazimwabudu Mungu wa kweli, ambazo zinaabudu sanamu na vitu vingine, havitambui uwepo wa baba wa imani aitwaye Abraham. Huyu ni mtu mashuhuri aliyeishi karne zilizopita na alifanya mambo makubwa yaliyopelekea watu kuamini na kuifuata dini yake
hilo dhehebu lilitokana na misimamo na maamuzi. Mambo mangapi? Mambo mangapi? Misimamo na nini? Na maamuzi. Andika hivyo vitakusaidia. Mambo mawili yaliyompelekea huyu shujaa, huyu jasusi la mbinguni aitwaye Abraham kabla hajaitwa Ibrahim. Msimamo na maamuzi. Ili ushinde, ili ufikie malengo, ili uwe sababishi ya asili yako kuwa vizuri na uweke historia, haya mambo mawili unapaswa yazingatie: msimamo na maamuzi. Na kuna watu walifanya maamuzi wakaweka misimamo. Hakuna maamuzi yasiyo na misimamo. Hakuna misimamo isiyo na nini? Na maamuzi. Ukiamua hauangalii kwamba nilichokiamua kitaumiza mtu ama kitabariki mtu. Unachojua wewe ni kufika mahali unatopaswa kufika ili uweze kutimiza lengo la maamuzi yako. Kwa Abrahamu, kama baba aheshimiwaye sana na Wayahudi na Waislamu na Wakristo, ametajwa kama mtu muhimu zaidi katika maandiko, na kwamba aliweka mfano mzuri sana wa imani yenye nguvu. Msingi wa imani yenye nguvu. Huyu tunayemsema, tunayetaka kuona historia yake, na alitokana na nani, alizaliwa na nani, na yuko wapi, na sasa amepata watu wa aina gani. Sisi sote hapa, nimezaliwa na Lusekelo, lakini baba yangu wa imani kiroho ni Ibrahim. Sijawa Myahudi, nilikuwa Mnyakyusa kwa sababu ya kumwamini Ibrahim. Mimi nimefanyika mwana wa nani? Nimefanyika mwana wa nani? Nimefanyika mwana wa nani? Na Ibrahimu alizaa watoto, na wale watoto akatokea Yesu kule. Sawa ambaye tulisema ni mwana wa nani? Mwana wa Daudi. Ni asili ya wokovu huu nilionayo. Lakini alianza wapi? Huu mchakato ulianzia wapi? Wewe umeokoka. Nani ajuaye wewe ni mchakato wa familia yako kukaa salama? Nani anajua? Yaani wewe ni mchakato kwamba familia yako itoe mahali nipeleke mahali. Nani anajua? Nani anafahamu? Nani anaelewa kuokoka kwako? Mungu amekuandaa kama agano la kuwapeleka watu mahali pazuri. Mungu amekuokoa ili kusudi uweze kuleta mabadiliko, uweze kumleta Mungu kwenye hiyo jamii. Katikati ya mizimu, wewe mpeleke Mungu uliyemwamini. Katikati ya uchawi, wewe mpeleke nani? Mpeleke Mungu uliyemwamini. Sijui kama ninaongea na watu. Sijui kama ninaongea na watu. Katikati ya mazingira magumu, katikati ya roho ya maskini, mpeleke Mungu ambaye ni tajiri wa matajiri. Haleluya. Haleluya. Katikati ya watu wanaoishi maisha ya uhuni, mpeleke Mungu mstaarabu atakayewafanya watu waache hizo biashara, wamwamini Mungu aliyemwamini wewe, kwa sababu utakuwa ni alama ya wokovu wao. Utakuwa ni alama ya imani kuletwa mpya ya ukombozi kwao. Usiishi kama wao, usitembee kama wao. Ukiwa katikati yao usifanane na wao, usiige tabia zao. Wao wanapaswa kuiga tabia zako. Amen. Amen. Wao wanapaswa kuiga kile unachokisimamia wewe. Abraham, ukisoma kitabu kile cha ya Walumi, mtu mmoja atanisomea
Hebu tuanze. Kwa nini Waisraeli na Wayahudi wanamwamini Abrahamu kwamba ni baba wa imani? Kwa sababu hii katika kitabu kile cha Warumi sura ya 4 mstari wake wa 11, tuanzie hapo. Warumi sura ya 4 mstari wake wa 11. Ni vizuri kujua chanzo cha imani yako. Wewe asili yako ni wapi? Usilie machozi sana kwa makifuna. Lia machozi kwenye chanzo chako. Haleluya. Hivi wakati anajua chanzo cha machozi? Nani anajua chanzo cha machozi? Chanzo cha machozi nani anajua? Kwa nini machozi yanatiririka? Kama hauna kitu chochote, machozi yanatoka. Huna maumivu, huna stress, hujapigwa, wakikwambia ulie, uwezi kulia. Siku moja watu wakashindana kulia. Ila kuna wengine wana vipaji bwana. Mmoja alilia kweli machozi yakatoka. Mwingine akalia lia hakuna chozi. Hakuna chanzo, hakuna maumivu. Moyo umetulia, moyo umejirelax, moyo uko kwenye pozi yake. Tamani uwe na maisha, ufike wakati moyo wako ukae kwenye pozi ya mafanikio, pozi ya raha, ili mwili uje. Haleluya. Mwili hauwezi kuja, lazima moyo wako ukae kwenye nini? Kwenye pozi fulani ambao hauna stress, hauna maumivu, hauna kilio, hauna msongo wa nini? Kwa mawazo. School fees udaiwi, songesha udaiwi. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ya lile haki ya imani iliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba yao wote wamwaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Tena awe baba ya kutahiriwa kwa wale ambao si watahiriwa tu, bali pia wanazozifuasa nyayo za imani yake baba yetu Ibrahimu alipokuwa nayo kabla hajatahiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa anaweka uwiano, uwe kabla au baada. Lakini leo tunazingatia sana Wakristo mioyo yetu itahiriwe. Amina. Sio mili yetu pia. Mili yetu ni usafi, lakini alikuwa anamaanisha mioyo yetu kutahiriwa. Mioyo yetu isiwe na magovi. Amina. Isiwe na makando kando, isiwe na roho za mizimu. Hii ilikuwa ni agano la baba yetu Ibrahim ama Abrahamu. Yeye alikuwa na agano la kutahiriwa. Ndio tulio nayo sisi sote. Awe Mkristo, awe Myahudi, awe mtu wa aina yoyote, agano letu ni agano la waliotahiriwa. Na hapa ameweka uwiano, anasema yeye ni baba wa wote. Baba wa wote. Awe ametahiriwa, awe hajatahiriwa. Ndio maana huko sisi hatuitani kwamba huyu ni kafiri. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu Ibrahimu ni baba wa wote. Ni baba wa makabila yote. Ni baba wa lugha zote. Ni baba wa warefu, ni baba wa wafupi, ni baba wa wasomi,
Ni baba wasiojua kusoma. Yeye ni baba wa wote. Nimelala njaa, bado ni baba yangu. Nimeshiba, bado ni baba yangu. Nina kitambi, bado ni baba yangu. Sina kitambi, bado ni nani? Ni baba yangu. Nalala kwenye kibanda cha babu za mbwa, bado baba yangu ni Ibrahim. Iko siku atanitoa kwenye hicho kibanda. Sema amina, haleluya. Utanielewa, sema amina, haleluya. Iko siku atanitoa kwenye hicho kibanda. Kila aliye na imani hii, ndio maana Paulo anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana Bwana yu pamoja na mimi. Manake baba Ibrahim yuko pamoja na mimi, Yesu Kristo yuko pamoja na mimi, na watu wote walio katika Kristo wako pamoja na Kristo. Haleluya. Nasema haleluya. Kwa yeye ni baba wa wote. Ni baba waliotahiriwa, ni baba wasiotahiriwa. Mioyo yetu inapaswa kutahiriwa ili iweze kumwadhimisha Mungu. Mwambie uliokaa karibu naye, moyo wako unapaswa kutahiriwa. Ili ujue ili andiko kama ilikuwa inalenga waliotahiriwa. Wamama wanatahiriwa. Manake lingekuwa ni agano la wanaume tu, wamama wangekaa wapi? Sika mwanaelewa, sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Ndio maana tamaduni zingine zilitaka sasa huko apiti tena kutahiri kuleta kukeketa, si ndio? Na ambalo ni tatizo, na damu inamwagika nyingi kwa sababu aliyefanyiwa hicho kitendo sio mlengwa. Na ndio maana serikali ilipiga nini? Ilipiga vita. Je, kutahiriwa kwa wanaume kumepigwa vita? Sio bado wanatahiriwa? Ile agano la kutahiriwa bado linaendelea. Na hii inaitwa kusafisha mwili. Kiungo kimoja kinasafishwa ili usipate maambukizi. Ndio maana tunatahiri watoto wetu. Amina. Lakini wamama hawatahiriwi, lakini bado wana nafasi kwenye ulimwengu wa roho kufanya vitu vikubwa vya kuleta mabadiliko kwenye jamii. So mama mjipigie makofi kabisa. Wana nafasi kubwa. Kiwalisia hawajatahiriwa kimwili, lakini kiroho wametahiriwa. Wana nafasi kuingia patakatifu, sio najisi tena, ni watakatifu kama walivyo wanaume. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Ni watakatifu kama walivyo wanaume. Anaweza akafukiza uvumba ikiwezekana. Kama unabisha, nenda kamuulize Musa, ndio anajua mwanamke ni wa aina gani. Kuna vitu Musa alishinda kujifanyia mwenyewe. Amekamatwa na ugonjwa, alitoka na mtoto kule, hata Musa mwenyewe hajatahiriwa. Ametoka huko, agano aliyoingia ni agano la kutahiriwa. Wakafika mahali akaonekana Musa anataka kufa. Biblia inasema alianzisha kutahiri ni mwanamke wa nani? Wa Musa. Kama naongea na watu ni mwanamke wa nani? Wa Musa. Biblia inasema akachukua jiwe. Hebu fikiria jaruba. Akachukua jiwe lililochongeka, akavuta govi, akakata govi na mume wake. Pale Musa akapona. Akachukua govi na mtoto akakata pale. Mtoto akapona, Musa akafanya nini? Akapona. Na Mungu pale akasema mimi ni Mungu wa agano, Mungu wa Ibrahimu babu yako. Mimi ni Mungu wa agano. Kwa hii kazi akuanzisha mwanaume. Aliyeokoa uhai wa mume wake ni mwanamke. Ndio maana mwanamke akiwepo mahali anaokoa vingi. Sema mimi na haleluya. Sisi kitu kero pekee na wanasi
wanisikie huku kwenye mtandao, wanisikie. Sijui sisi Kirupiki tuna shida gani kwenye eneo hilo. Yaani mwanamke anaokoa vingi. Familia iliyo bora chini yake yuko mwanamke. Mwanaume anayevaa vizuri, nguo zilizopangilia, nyuma yake yuko mwanamke. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Kanisa kupendeza, kanisa kukaa vizuri, nyuma yake yuko nani? Yuko mwanamke. Ukiona mtu ametoka nyumbani amevaa shati kama mnyang'anya kwenye mdomo wa mamba na ana mke, huyo wa mama wanamfuata, watamkalisha kitimoto, watamwambia mbona mume wako unamwacha tu ovyo ovyo, panga mume wako upendezesha kitu chako. Hakuna mwanamke anaweza kutambulisha mtu aliyekaa vibaya, ndio siri yao. Yaani mwanamke hawezi kumtambulisha mtu amevaa vibaya, hawezi kumtambulisha hata kama ni mume wake. Anasema yupo mazingira haya. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Anatamani akae vizuri. Hiyo nilikuwa tu nimejazia. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Lakini namba 2, kwa nini Abrahamu anaheshimiwa sana hivyo? Kwa nini Abrahamu anaheshimiwa sana hivyo? Sababu moja ni kwamba Abrahamu ndiye mtu pekee ambaye Biblia inamtaja moja kwa moja kuwa rafiki wa Mungu. Haleluya. Moja kwa moja Biblia inamtaja Abrahamu kuwa rafiki wa nani? Wa Mungu. Na ndio maana anaheshimiwa sana hivyo. Na unaweza ukasoma kitabu cha Isaya 41 mstari wa 8. Na mwingine anaweza kufungua Yakobo sura ya 2 mstari wake wa 23. Kwa nini Abrahamu anaheshimiwa hivyo? Kwa sababu yeye ametajwa moja kwa moja kuwa yeye ni rafiki wa nani? Rafiki wa Mungu. Isaya 41 mstari wake wa 8. Naye Israeli mtumishi wangu, Yakobo niliyekuchagua, mzao wa Ibrahimu rafiki yangu, wewe niliye kushika toka misho ya dunia na kuita toka pande zote, nikikwambia wewe mtumishi wangu, nimekuchagua wala sitakutupa. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Mtu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Watakuwa si kitu na kufanya nini? Na kuangamia. Hebu weka alama kwenye huu mstari. Kama ni Biblia yako, weka alama kwenye huu mstari. Kuna maneno mazito sana hapo kwa wale ambao tuko kwenye vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama wewe unapita kwenye vita, anasema tazama, wote wanaona hasira juu yako watatayarika. Yaani watashangaa, watataharuki, watashindwa kuendelea kukupiga vita, maana Bwana yu pamoja na wewe.
Anasema nitakushika, nitakutia nguvu. Maana yake kwenye vita kubwa yeye atakufanya nini? Atakutia nguvu. Kwenye mashindano makali yeye atafanya nini? Atakutia nguvu. Na sehemu nyingine anasema uendapo kwenye moto, moto hautakugarikisha. Si ndio? Wala mwali wa moto hautapunguza. Lakini anasema sababu kubwa ni wewe Yakobo, kwa sababu wewe ni kuzaliwa, umetokana na Abrahamu rafiki yangu. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Ni rafiki yangu. Kuna baraka zingine na neema zingine tunazipata kwa sababu wazee wetu waliishi vizuri na marafiki zao. Hasa watu wa kijijini wanaelewa. Kuna mtu yuko maishani mwako, sio ndugu yako, hamjatokea tumbo moja, kilichowaunganisha ni ule undugu wa kirafiki. Niseme tena ule undugu wa nini? Wa kirafiki. Yaani unafanyika kama mmoja wa familia. Haleluya. Unafanyika kama mmoja wa nini? Wa familia. Unatendewa kama mmoja wa nini? Wa familia. Unapewa haki kama mmoja wa nini? Wa familia. Kwa sisi ni marafiki wa nani? Wa Ibrahimu, baba wa nini? Wa imani. Kwa sababu yeye alitufanya kuwa marafiki wake, na Mungu naye anasema nyinyi ni marafiki zangu. Sitawaficha jambo, nitawafunulia. Sitawaficha watumishi wangu jambo, nitalifunua, nitaliweka wazi, litakuwa wazi machoni pao. Hatafanya jambo, yani ni hasara kubwa. Kuna vitu vinatokea kwenye maisha yako, Mungu hajakufunulia hata kimoja. Ni hasara kubwa. Yani wewe umehamishwa, haujawa mtoto, haujawa rafiki. Jamani, rafiki hata kwa kawaida, rafiki yako wa kushibana, yani kuna vitu unamshirikisha. Si ndio? Kuna vitu vya nini unamshirikisha. Ni rafiki yako, umemwamini. Yani rafiki wa kweli, rafiki mwaminifu, rafiki asiye mnafiki. Kuna marafiki wanafiki, lakini kuna rafiki ambaye anakuwa kama wewe. Na rafiki anaweza akakuunganisha na mwanamke, akawa maenda mahali yeye ameoa, si ndio? Akaenda mahali yeye ameoa, akamuona yule mwanamke kule mzuri, akasema huyu mwanamke kama mimi nisingeoa ningemuoa, lakini ninaye rafiki yangu. Anakuja anampasha habari, bwana, nilienda kijiji fulani, nimemuona mwanamke anaweza kukufaa. Huyo rafiki anasema kama wewe umemuona ni sawa sawa nimemuona mimi. Unapoona kama tuko pamoja. Kama wewe umemuona, kwa sababu mimi na wewe ni kitu kimoja, ni sawa sawa nimemuona mimi. Yule baba anakubaliana na macho ya rafiki yake, anaenda kumtoa yule mwanamke na anakuwa mke wake. Ndivyo walikuwa wanafanya wazazi wetu zamani. Watu wa zamani, kweli si kweli? Na tena wengine walikuwa na marafiki wanachangiana nini? Damu. Na kama nabisha, nenda kamuulize Jonathani na nani? Na Daudi, si ndio? Jonathani na nani? Na Daudi. Biblia inasema walikuwa marafiki mpaka wakaweka kiapo, mimi nikiwa hai nitawaangalia watoto wako. Amina. Na wewe ukiwa hai uangalie nini? Watoto wako. Jonathani alitangulia kufa, kabaki nani? Daudi. Daudi akawa katika utawala. Siku moja akiwa kwenye enzi yake, kwenye mamlaka yake, akasema nimekumbuka fadhila, nimekumbuka agano. Je, kuna mtoto yoyote, kuna
yoyote aliyesalia kwenye ukoo wa Sauli, maana nataka kumtendea mema. Ndipo Biblia inasema wakamwambia kuna kijana mmoja anaitwa Mephibosheti yuko sehemu ya huko Makiri, anateseka huko Makiri, lakini ni mlemavu. Kwa historia na taratibu na sheria, watu walemavu hawastahili kuingia kwenye mji wako. Akasema kwa sababu ya agano ya rafiki yangu Jonathani, nendeni mkamwite, mwambie Mephibosheti anaitwa wapi? Ikulu kwa mfalme. Alipopelekea ujumbe huo, Mephibosheti akaona kufa kwangu kumefanya nini? Kumekaribia. Lakini kumbe anahamishwa kwenye maisha ya chini, anapelekwa kwenye maisha yenye raha. Na alipofika kwa mfalme Daudi akamwambia, mali zote za babu yako ninakurudishia na utakula mezani kwa mfalme. Sio pigia Yesu makofi. Urafiki wa aina hiyo ni mzuri sana, na ndio maana ninakuonyesha namna ambavyo Mungu ametuita sisi marafiki zake. Kwa hiyo kwa ukienda ndani sana, anachokula Mungu rafiki yako unapaswa na wewe kula. Anachokula rafiki yako Mungu na wewe unapaswa nini? Unafuata kula. Anachokifanya rafiki yako na wewe unapaswa kufanya nini? Kufanya. Ili ujue, akasema sisi ni miungu midogo. Sisi ni miungu midogo. Wewe hapo uliyemwamini Yesu kupitia baba wa imani Ibrahimu, haleluya, ukaririshi hiyo imani ukatembea nayo, wewe ni Mungu mdogo. Una uwezo wa kuumba jambo lisilowezekana likawezekana. Mahali pasipopitikana, wewe ukafanya nini? Ukapita kwa nguvu ya imani. Sema amina. Sema amina. Mwingine sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kumbe imani yako inatakiwa iambatane na asili yako. Haleluya. Kichwa cha somo kinasemaje? Yakobo sura ya 2 mstari wa 23. Yakobo sura 2 mstari wake wa 23. Yakobo sura ya 2 mstari wa 23. Yakobo sura ya 2 mstari wa 23. Nao unasema maandiko yale yaliyotimizwa ni neno la Ibrahimu. Na Ibrahimu kwa matendo. Maandiko yale yaliyotimizwa na Ibrahimu. Alimwamini Mungu akihesabiwa kwake kuwa ni haki. Alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa ni haki. Naye aliitwa rafiki wa Mungu. Naye aliitwa rafiki wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Kwa tunaona kwa nini Abrahamu anaheshimika sana namna hiyo. Kwa sababu yeye aliitwa rafiki wa nani? Kanisa rafiki wa nani? Wana wa Mungu rafiki wa nani? Namba 3. Hata hivyo katika mambo mengine Abrahamu alikuwa ni mtu wa kawaida kama sisi. Narudia kwa wale tunaoandika. Hata hivyo, namba 4 hiyo. Namba 3 Namba 3. Hata hivyo katika mambo mengine Abrahamu alikuwa mtu wa kawaida kama sisi tu. Alipambana na mengi matatizo ambayo tunakabiliana leo na akayashinda. Kwa usiseme kwamba yeye alikuwa na imani kubwa kuliko mimi. Alikutana na changamoto kama zako, lakini alifanya nini? Alishinda. Unapotaka jambo lako, weka maamuzi, alafu weka nini? Msimamo. Msimamo wangu ni huu: sintaolewa mpaka nimalize chuo kikuu. Msimamo wangu ni huu: sintamfungulia sketi mwanaume yoyote
mpaka siku ya harusi anameremeta. Ndiyo nitakaye kwenda kufungua sketi yangu, vinginevyo nitabaki na msimamo wangu. Na unaposhinda, huwa adui akuachi hivi, lazima kutukane. Amina. Hata mchawi akishindwa kukuroga, anaondoka amejifyonya, si ndio? Anaondoka anatukana. Lakini akifanikiwa anasema amekukomesha. Akiondoka hajafanikiwa, anaondoka na lani. Sawa anaondoka na nini? Analani. Kinachosaidia msimamo na maamuzi. Mimi niliamua kumtumikia Mungu kwa hali yoyote. Nimefika hapa nilipofikia. Haleluya. Na wewe amua kufanya chako hadi ufike useme nimefika. Paulo akasema vita nimeimaliza, si ndio? Mwendo nimeushinda. Ninachotaka ninakaza nini? Nakaza mwendo, nikisubiria mede ya nini? Ya thawabu, nikiyasahau ya nyuma ili nifikie kule nachotakiwa. Must be mambo ya nyuma. Haleluya. Ili ufikie ndoto zako, fikie malengo yako, ufike kwenye mafanikio yako, inakupasa yale ya nyuma yote. Kuna siku moja niwahi kukosea, niwahi kuwasimulia hapa. Niwahi kukosea. Nilikosea, kuna msaada ilikuja sehemu fulani. Msaada ile watu wakawa nabeba viroba vya viatu wanakimbia navyo. Wanabeba viroba vya nini, mabero ya nguo wanakimbia navyo. Mimi nikakuta bero moja limetulia hapo, lina kompyuta ndani. Nikalibeba lile bero na mimi nikakimbia nalo. Nilipokimbia na ile bero nikaliweka ndani. Nikakaa na ile bero nikalifungua. Ile kompyuta nikaanza kuitumia. Kila nikiiwasha ile kompyuta naambiwa, wewe mwizi, rudisha kompyuta ya watu. Kila nikiiwasha nasikia sauti, wewe mwizi, rudisha. Nikiingia kwenye maombi, nikiwa katikati ya mahubiri, shetani anasema, wewe hubiri sana lakini kompyuta ya watu. Nazama kwenye maombi, nikatoka nikaenda mahali siku mbili kuomba, kufurashi kompyuta kichwani. Nimemaliza maombi, nafika kwenye ibada, tena ibada yenye nguvu, katikati ya maombi na muombea mtu, ninasikia rudisha kompyuta ya watu. Nikasema ili niwe salama, inanigharimu kuirudisha hiyo nini, hiyo kompyuta. Hata kama aliyeibiwa ajui kama ameibiwa, kwa sababu vitu ambavyo vilikuwa vinashushwa na havijafika store. Yaani watu wanabeba navyo vikiwa ndani ya container, watu wanafanya nini? Wanaondoka navyo. Nikamwendea yule aliyekuja, aliyeshusha lile container. Nikamwambia hivi, unakumbuka, na hapo sasa umepita mwaka unakumbuka mlishusha mzigo hapo? Sema ndio. Mimi niliiba kompyuta. Akasema kumbe ni wewe. Zile kompyuta zilikuja kwa mahesabu. Kumbe ni wewe. Wewe ndio uliiba kompyuta. Tukawalaumu watu, kumbe ni wewe.
mengine mazito, lakini mimi moyoni nimesema nimeiba nini? Kompyuta, ili sauti hiyo itoke wapi? Itoke kichwani kwangu. Baadaye, baada ya kufoka sana, akasema nina rekodi ya watu waliobeba vitu, hajaja hata mmoja. Kwa kuwa wewe umekuja kwa moyo mweupe kutoka ndani ya moyo wangu, nimekubariki hiyo kompyuta, nenda kaitumie. So piga Yesu wako na vigelegele. Nimekubariki, nenda kufanya nini? Nenda ukaitumie. Na usijihukumu tena. Maana niliomba maombi, kila aliyechukua kitu changu, Roho wa Bwana mfuatilie mpaka asikae na kitu hicho kwa amani. Kumbe bila teseka ni maombi ya mtu alishawekeza, alishapiga pini. Wewe tumia, ni sawasawa na mtu aliyefanya kosa. Kama kweli wewe una imani ya Ibrahimu, baba wa imani, unayo ndani yako, huwezi kukana hiyo dhambi, itakusuta tu. Yaani utashutwa asubuhi, utashutwa mchana, utashutwa jioni, mpaka uende kwa mkwani ukatengeneze na Mungu wako. Na huyu ndiye ameandikiwa kwenda kuurithi uzima wa nini? Wa milele. Lakini kuna wengine ni sugu, amefanya kosa, anang'ang'ana madhabahuni, amekosea, anang'ang'ana madhabahuni. Unajipalia makaa ya moto kichwani kwako wewe mwenyewe. Ni rahisi kuimba, ni rahisi kuwadanganya wanadamu, lakini Mungu wetu hazihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa wadanganya wanadamu, fanya usanii kwa wanadamu, kwa Mungu hakuna usanii. Kila cha kwako kinarekodiwa, kila cha kwako kinawekwa kwenye rekodi. Fanya mabadiliko leo, fanya matengenezo leo, ili uwe salama. Kiona sauti inakuja ndani yako, manake ni ule msingi asili yako inaanza kukukumbusha mahali ulikotokea, kwamba wewe si wa hivi. Haleluya. Wangapi akifika mahali anasema kwa kweli nimepoa, nahitaji nirudi kwenye nafasi yangu? Wangapi wanajigundua mapema? Anasema kwa kweli nilivyokuwa mwanzoni na sasa nahisi kama nifanya nini? Nimepoa. Wangapi wanajionaga hivyo? Yaani unaenda wewe, unafika mahali ni kama gari limeishiwa mafuta. Alafu unaanza kujiuliza, hivi mimi nakuelekea hivi najielewa? Yaani wewe jihesabie kwamba mbingu ni ya kwako, kwa sababu Roho Mtakatifu bado anafanya kazi ndani yako. Kuna wengine wamekufa, hata hiyo dhamiri haiwasuti, hata huo moyo wa kusema na umefanya nini umeisha. Lakini wewe kama kuna wakati Mungu anasema na wewe, basi kuna uhai ndani yako. Kuna baadhi ya mambo yaliyosalia, tengeneza ili yasife. Haleluya. Nasema kuna vitu vimeharibika, kuna vitu viko sawa, ili viwe hai, rudi kwenye nafasi yake. Kwa dakika chache tuangalie malezi yake, malezi ya Ibrahimu. Alilelewa wapi? Malezi yake. Hapo tumejua Abrahamu ni nani. Tumeingia sasa jambo la pili, malezi yake. Malezi yake, Abrahamu alizaliwa mwaka wa 2018. Mwaka wa 2018 KWK. Abrahamu alizaliwa mwaka wa 2000 ama 200 na ngapi? Na 18. KWK. Na alilelewa jiji huru. Hili jiji huru ndio ilikuwa ni Ukaridayo, ambao ndio walikuwa naishi katika jiji huru, na ulikuwa ni mji huru, ulikuwa ni mji mkubwa sana. Na jiji hili lilikuwa na ibada zao, ibada za sanamu. Ndio ilikuwa ni ibada
zilizokithiri kwa wakati huo. Wewe kuelewa sana nikisema 218 baada ya miaka 150 kutoka gharikani, baada ya miaka 150 kutoka wapi? Kutoka kwenye gharika, ndipo tunaona kuzaliwa kwa nani? Kuzaliwa kwa Abrahamu. Kwa unaanza kuona ni muda mrefu sana. Tera, Nahori, vizazi vingi vikapita hapo. Kwa alilelewa katika mji wa huru, na huo mji wa huru ulikuwa na tamaduni zake. Lakini Tera amezaliwa na watu wanaomwabudu Mungu wa kweli, na wamepotea. Biblia inasema miaka 400 walikaa bila Mungu, giza, hakuna kinachofanyika, hakuna kinachotendeka, giza limetanda. Mungu akaanza kutafuta mtu wa kufanya naye agano. Tayari Abrahamu alishafikisha umri wa miaka 70. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Mwanzo 11:27 inasema na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Ndio. Tera akamzaa Abrahamu. Tera akamzaa Abrahamu na Nahori. Na Nahori. Na Harani. Na Harani. Harani akamzaa Lutu. Harani akamzaa Lutu. Wengine utasoma nyumbani. Hivi ndivyo vizazi vya nani? Vya Abrahamu. Abrahamu alizaliwa na Tera. Wengine walikuwa hamjui. Baba yake na Abrahamu anaitwa nani? Mzee Tera. Na huyu Tera alizaliwa na Nahori. Amina. Kwa alipomzaa Abrahamu walizaliwa watu pale. Abrahamu alikuwa na wadogo zake, na Lutu alikuwa ni mtoto wa mdogo wake. Lakini mwingine wanasema Lutu alikuwa binamu yake. Nikasema hivi, huyo amesoma historia ya wapi? Lutu hakuwa binamu wa nani? Wa Abrahamu. Lutu alikuwa ni mtoto wa mdogo wake. Waliamua kuambatana kwenda kwenye utumishi. Alimbeba mtu asiye sahihi, akaleta shida. Ni sana sana wewe ukimbeba mtu asiye sahihi kwenye maisha yako, atakuletea shida. Amina. Amina. Atakuletea nini? Shida. Kama Abrahamu alivyombeba mtoto wa mdogo wake, alileta shida iliyopelekea ikawa shida kubwa ya kugawana mahali, wakatengana. Ndio tunaiona Sodoma na Gomora. Sawa? Lutu akaenda wapi? Sodoma. Wakati huo Abrahamu alibaki huku Harani, huku Kanaani. Alibaki huku sehemu ambako alijenga makao yake. Kwa ukisema wana wa Israeli kurudi katika nchi ya ahadi Kanaani, aliyeanza hiyo nchi alikuwa ni nani? Alikuwa ni Abrahamu, na aliwapiga mataifa aliyowakuta hapo baada ya kutoka kwenye uhuru wa Kalidayo. Akakaa hapo Harani na akawapiga. Amina. Akawashinda, akatengeneza madhabahu hapo. Kwa walipotekwa wakapelekwa nchi ya Misri, Mungu aliwataka warudi katika nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidia tokea mwanzo. Amina. Nchi iliyojaa maziwa na nini? Na asali. Nchi ambayo inajiotea vitu vyake vyenyewe.